inashurutishwa kwamba ni sharti wajibu wa mtu kufanya hija kwa sharti 5. Al-awwal ay shartu al-awwal al-islam. Sharti la kwanza awe ni Muislam. Fala yajibu al-hajj ala al-kafiri wala yasihhu minhu. Si wajibu hija kwa kafiri na wala haitosihi hata kama ataifanya ibada ya hija ya kafiri. Lianna al-islam shartun li sihhati al-ibada, kwani Uislamu ndio sharti ya kusihi kwa ibada zote kiwemo na hii. Funga lazima anayefunga Muislamu. Swala anayesali lazima Muislamu. Zaka anaitoa zaka lazima Muislamu. Kama si Muislamu haitokuwa zaka, atakuwa na wajibu mwingine tu kwa mujibu wa dola ya Kiislamu. Kwa hivyo Uislamu ni sharti ya kusihi kwa ibada, na hija ni miongoni mwa ibada ndani ya Uislamu. Kwa al-Islam huwa Muislamu, fala yajibu al-hajju ala al-kafiri, si wajibu hija kwa kafiri, wala yasihhu minhu, wala haitosi ibada hiyo kwake akifanya. Lianna al-Islam shartun li sihhati al-ibada, kwa Uislamu ndio sharti ya kusihi ibada. Kwa hivyo na hija ni ibada, haitosi ila lazima anayefanya ibada hiyo au Muislamu. Ashartu thani, sharti la pili, al-aqlu, akili. Fala yajibu al-hajj wala al-majnuni, haitokuwa wajibu hija kwa mtu alikuwa majnun. Majnun yule ambaye akili yake ipo haifanyi kazi kwa mujibu wa majukumu ya akili. Kwa hiyo si wajibu hija kwa mtu alikuwa majnun na imeitwa akili, kwanza haionekani, lakini ndio ipo, athari zake zinaonekana. Kwa hivyo akili ile ikiwa athari ya akili kwa muhusika hakuna, na ndio inaimpa nguvu kwamba hili ndilo na hili silo niweze kuacha, ni akili. Kwa hivyo ikiwa akili yake haipo, kwa maana na wazimu, kawa na wazimu katika structure body yake, katika akili yake iko haifanyi kazi, basi itakuwa si hija hiyo. Hata akifanya maana yake si wajibu, na akifanya haisi. Wala yasihu minhu fi hali jununihi, haitosihi hija hiyo katika mazingira yeye kuwa mwenda wazimu. Wala yasihu minhu fi hali jununihi, haitosihi hija kwake yeye katika mazingira yeye kuwa na wazimu. Lianna al-aqla shartun litaklifi, kwa sababu akili ni sharti ya mtu kukalifishwa na sheria. Ili mtu sheria imwandame, ana wajibu kutekeleza sheria, basi akili ni sharti. Wal majnunu laysa min ahli taklifi, na wazimu si katika watu wa ahli taklifi. Unamlazimisha mtu jambo akili yake haipo, hafahamu, hajui, atatekeleza vipi? Kwa hiyo Allah amekupa akili ile ukiambiwa jambo unafahamu kwamba hili silo na hili ndilo, unajua taratibu, unatekeleza. Lakini ikiwa akili hakuna, unamwambia mtu anakutazama tu, akili yake haipo, hana nalo lifahamu, kwa hivyo haitosi kwake. Wal majnunu laysa min ahli taklifi, na mwendawazimu si katika watu wanaofaa kukalifishwa katika sheria. Marfu anhu al-qalam, imeinuliwa kwa kalam. Marfu anhu al-qalam, kwa kalamu imeinuliwa, kwa maana haandikiwi dhambi hata yafika mpaka apate akili, kama fi hadithi Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi ambayo inazungumzia Sayyidina Ali Allah miradhi, anasema mjumbe wa Allah rehma na amani zake akasema, rufi'al qalamu an thalatha, kalamu imeinuliwa kwa watu watatu. Watatu hawa manake hawaandikiwi dhambi. Anin naimi hatta yastayqidha, aliyelala mpaka atakapoamka. Ukilala hawaandikiwi dhambi. Usingizi ni ibada. Kinachokusudiwa hapa, ikiwa usingizi ule umeulala wanadamu kwa mapumziko ili uendelee kufanya kheri nyingine kwa upesi, una thawabu. Lakini hutoweza kuandikiwa dhambi kwa utakayefanya ukiwa usingizini. Hutoweza kuandikiwa dhambi kwa sababu unakuwa si wewe katika akili ya kawaida. Kwa hiyo hutoandikiwa dhambi.
wa ani sabiyi hatta yablugha, na mtoto mdogo mpaka abalighe, wa anil majnuni hatta yafiqa, na mwendo wazimu mpaka umuondoke wazimu, awe na upambanuzi na uelewa. Kwa watu wa aina tatu hao kalamu imenuliwa, hawana majukumu ya kuandikiwa. Ikiwa watafanya makosa kupitia mazingira hayo, hawaandikiwi dhambi. Mfano hapa, mtoto mdogo yeye haandikiwi dhambi na kusudia, thawabu anapata, lakini zinarejea kwa nani? Kwa mzazi wake. Hata akihiji mtoto mdogo, basi malipo anayepata mzazi wake. Kheri yote ambayo itaifanya kwa maelekezo ambayo kaelekezwa baba na mzazi wake, anapata mzazi wake. Lakini akifanya kosa, haandikiwi kosa wala mzazi kapati kosa, kwa sababu bado ni mtoto mdogo. Na mwendo wazimu kadhalika ni hivyo hivyo, anaweza kufanya jambo la kheri, lakini akishari hawezi kuandikiwa shari, kwa sababu hana mazingira kisheria na mkalifu kwamba ajue aache atekeleze. Kwa hiyo akili ni masharti ya kusii kwa ibada tukufu ya hija. Kwa hiyo mtu akishakuwa Muislamu, akili yake ni barabara, iko vizuri, ameanza kuelekea masharti ya kutimiza ibada ya hija. Ashartu thalith, hadithi tunayozungumza ni hadithi ambayo rawahu Daudi, nambari ya hadithi ni 4401, wa Ibn Majah nambari ya hadithi ni 1000 2000 2041 sahihi. Wasahahu al-Albani, na hadithi hiyo Al-Albani akasema ni sahihi, kitabu chake Al-Irwa rakam ni 297, hadithi ni sahihi. Sharti la tatu al-bulughu, awe balighe, awe amekwenda kwenye utu uzima. Fala yajibu al-hajju ala al-sabi, si wajibu hija kwa mtoto mdogo. Liannahu laysa min ahli taklifi, si katika watu ambao sheria imewaandama kutekeleza. Wa marfu anhu al-kalam, na kalamu imenuliwa kwake yeye, hata yablugha, mpaka awe balighe. Lil hadith al-madhi, hadithi iliyopita hiyo, rufi al-kalam an thalatha, katika hao watatu, wa anis sabiyi hatta yablugha. Lakin law hajja, kama atahiji mtoto mdogo huyu, fa hajjuhu sahihun, hija yake itakuwa sahihi. Wa yanwi lahu waliyuhu, na atanuia kwa ajili yake kwa wali wake. Wa yanwi lahu waliyuhu, atanuia kwa ajili yake wali wake ambaye ni msimamizi wake. Idha lam yakun mumayyazan, ikiwa huyu si mtu mpambanuzi. Wala yakfihi an hajjati al-islam, wala haitotosheleza kwamba ameshatekeleza hija ya Uislamu. Yeye kipindi kile akifanya ibada ya hija ile, itabakia manuizi, atapata mzi ule wali wake, sawa sawa kama atoka ni babake mzazi au yote ambaye yeye anamsimamia mtoto ule, ndio atakayechukua thawabu hizo. Na haimtoshelezi yeye kwa hija yake hiyo kwenye hija ya Uislamu, kama amehiji mtu mdogo basi hana hajukumu, basi muondoke. Akishakuwa mkubwa balighe tena, hija yake bado hajatekeleza na itekeleze bila khilafi baina ahli ilmi. Hili jambo hilo halina tofauti yote kwa wanachuoni. Ile hija yake ile alihija akiwa mdogo haimtoshelezi kwamba basi jukumu shilondosha. Akifikia na utu uzima atakwenda kuhiji. Lima rawa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan, kwamba kuna mwanamke mmoja, rafa'at sabiyan, alimuinua mtoto mdogo siku moja. Faqalat, akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ali hadha hajj, je, huyu anaye anatakiwa kuhiji? Qala na'am, ndio. Walaki ajrun, ndio, walaki ajrun, anatakiwa kuhiji na wewe utapata ujira wake. Ujira wake huyu utapata wewe. Walaki ajrun. La hadith rawahu Muslim. Waliqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ayyuma sabiyun hajja thumma balagha, yoyote mtoto mdogo aliyohiji kisha akafikia utu uzima kabalighe, fa alayhi hijjatun ukhra, ni wajibu mtoto huyo tena akishakuwa mtu mzima ahiji hija nyingine. Wa ayyuma abdin hajja thumma utika, yoyote mtumwa aliyefanya ibada tukufu ya hija kisha akaachwa huru, utika, akaachwa huru, fa alayhi hijjatun ukhra,
basi na yeye huyo mtumwa itamlazimu apate kuhiji hija nyingine. Hadithi hiyo akhrajahu Shafi'i fi sanadihi birakami 743 bitartibi sanadi, wal Bayhaqi juzu ya 5 kurasa 179, wa sahahu Sheikh Albani fi Irwa nambari 986. Hadithi sahihi. Kwa hiyo swala hili kwa wanawachuoni halina khilafu. Mtoto mdogo anaweza kuhiji, lakini malipo yatarudi kwa yule msimamizi wake, wali wake. Sawa ni baba, mama, kama hapa mwingine yote ambaye basi atapata malipo yeye. Lakini yeye akishabaleve itamlazimu tena utu uzimani kwa afanye hija ikiwa hali imemruhusu akahiji. Ashartu rabi'i, sharti la 4 anakamilisha tu kama ni asilimia. Sasa tumeshapata asilimia 75, 75% hija ni wajibu, bado 25% nazimalizia katika masharti mawili yaliyobakia. Sharti la 4 al-hurriya, uhuru, mtu kuwa huru. Fala yajibu al-hajju ala al-abdi, hija haitosihi kwa mtumwa. Liannahu mamlukun, yeye ni milikiwa. La yamliku shay'a, hamiliki chochote. Mtumwa anamilikiwa, yeye hamiliki chochote, anachokichuma cha bwana wake. Hana mamlaka na chochote chake, hamiliki chochote, yeye milikiwa. Kwa hivyo huyu yeye si wajibu mpaka awe huru. Ndio maana Uislamu ulipokuja hakika umepiga vita sana swala zima la utumwa. Hawakutaka utumwa uendelee kuwepo. Wanadamu wakati huo walikuwa wakiwafanya wezi wao katika mazingira kama haya. Kwa hivyo Uislamu umekataza kabisa utumwa. Sivyo kama wanavyodai baadhi ya watu wakisema kwamba Uislamu umeleta utumwa na unaenzi utumwa. Sasa Uislamu jua kujenga hoja. Kwa nini unasema Uislamu hataki utumwa? Ndio ukitazama juhudi ambazo zimefanywa wakati wa uhai wake Mtume Muhammad SAW ni kuacha huru watumwa, akiwemo Bilal ibn Rabah alikuwa ni mtumwa, lakini juhudi ya Mtume SAW akaachwa siwe huru, awe huru. Maswahaba akiwemo Abubakar Siddiq kafanya etiki watu wengi sana, na kila alikuwa alijaliwa kupata nguvu na Umar amewacha watu huyu maula fulani kaachwa kuwa huru. Lakini ukiangalia Qur'ani yenyewe, ukiangalia sunna za Mtume salama, kila kosa ambalo limewekwa basi miongoni mwa vitu ambavyo vifanyike ili kosa lile au mtu awe huru hatu kwenye kosa lile, miongoni mwao ni mtu kuacha huru mtumwa, sio? Mfano, mtu aliyemtamkia mkewe kwamba wewe ni sawa na mgongo wa mama yangu, hii ni talaka ya dhihar. Huyu mke ushamkosa, si mkeo tena. Lakini suratul Mujadila au Mujadala, sura hii imeitwa hivi kwa sababu kuna discussion kubwa sana baina ya kiongozi wa umma Mtume Muhammad salama na bibi Khawla, mke wa Aus bin Samit. Aus bin Samit amerudi kwa mkewe nyumbani, akataka ule wajibu wake. Bahati nzuri mama au mkewe alikuwa na mazingira ambayo hakuwa na wepesi ule kwa muda ule. Akaambia baba, mume wangu subiri kidogo. Mume ile jambo lilimkera kwa sababu ya anakotoka na anachokitaka. Kwa hiyo akamwambia, akamtoka akasema, anti ka dhahri ummi, wewe ni kama mgongo wa nani? Mama yangu. Hasira zimemondoka bwana Aus. Kwa hiyo akamtaka mkewe tena. Baadaye alipokati mkewe shakuwa tayari, bibi yule akawa na wasiwasi mkubwa sana. Akamwambia, na wasiwasi sana kauli yako uliyosoma, kauli yako nzito sana, niache mpaka nikamuulize Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juu ya kadhia, inaona nzito, moyo wangu ukubali.
Bi Khawla akaenda kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mume wangu ameniambia kadhaa, na baada ya kitambo kupita amenitajia tena kwa jambo lile ambalo mwanzo litokezea mtihani, nikamwambia, kanambia wewe kama mgongo mangu, kwa hiyo unanambiaje ewe mjumbe wa Allah? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anambia, la araki ila anti kad harumti alayhi, mimi sioni ila wewe ushakuwa ni haramu kwake. Bas yule bibi sasa akapigwa na butwa, mshtuko, subhanallah, ndio ishakuwa hivi, lakini mimi ndafanyaje? Anaambia, Rasulullah, wa inna li lahu auladun, mimi na watoto kwake, tena si wengi, si mmoja, zaidi ya mmoja, wengi, aulad. In dhamamtuhum ilayhi, ikiwa ndamwachia yeye, chukua watoto hawa wakae, dha'u, watakosa uchunga, watoto watapotea. Wa in dhamamtuhum ilayya, na ikiwa watoto hawa ndaamua kuwachukua mie, ja'u, watakufa na njaa. Mazingira yangu ndo hayo unayaona ya Rasulullah, kwa hivyo nifanyeje? Swala zito. Tumenavutana na bibi anatoa maneno, tunamwambia ndio hivyo ndio hivyo ndio. Mwisho wa siku Allah tabaraka wa taala anasema, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yule yote ambaye hakika maisha yake ameyatoa kwa ajili ya Allah, anafanya kwa ajili ya Allah, yupo kwa ajili ya Allah, Allah ndio kila kitu anamtegemea, hakuna mwingine yote, huyu anapokutwa na mtihani yote akarudi kweli kwake Allah akamuomba, basi Allah humjalia njia au namna ya kutoka katika hali aliyokuwa nayo. Kwa hivyo Bi Khawla akarudi kwa Mungu akamuomba sana Mola wake mtukufu, hali kwa Mungu itakuwaje? Subhanallah, bibi huyu ikawa sababu ya Allah kuteremsha njia ya ufunguzi na kwa wengine watakaofuata kwenye kesi kama hii. Ndio kashuka Suratul Mujadila. Sura hii kuonesha ikhlas na uchamungu wa bibi huyu alikuwa nao, daraja yake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kawaida ya lugha ya Kiarabu, unapoanza kuzungumza kwa jina la mtu moja kwa moja, sentensi inayofuata kama inamhusu mwenyewe inakuja dhamiri tu moja kwa moja kwake, haiwezi kuja jina lake. Hata Kiswahili ukizungumza kadhalika unakwenda na usulubu huo huo. Jamani, nye amekuja bwana Shaibu akasema ya kwamba hata sio tunakasema Shaibu kwamba Shaibu atafanya, unakwenda na dhamiri tu moja kwa moja. Huna haja kumtaja Shaibu kwa sababu tayari ndo anahusika na mazungumzo. Ni kawaida lugha Kiarabu iko hivyo. Lakini sasa kuonesha nafasi na daraja ya bibi huyu, wallahi kila aya ya Qur'an katika aya moja waweza kuona neno Allah limejirejea bila dhamiri. Vile Allah, na baadhi ya misaafu ukifungua katika sura hii lile lafzi jalali imepigwa, yani ile jina limeandikwa alama nyekundu, yani wino wekundu. Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ilikuwaje? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilayhi. Wa tashtaki ilayhi, kuja wa tashtaki ila Allah. Qad sami'a Allahu, hakika. Qad inapoingia kwenye fil madhi tufidu at-tahaqquq, hakika Allah amemsikia. Qad sami'a Allahu qawla allati, kauli ya yule ambaye tujadiluka, anajelea na wewe, watashtaki ila Allah, na analalamika, anamshtakia Mwenyezi Mungu mtukufu. Watashtaki ila Allah. Wallahu, ilikuwaje? Innahu wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Sasa aya moja imechukua neno Allah limejirejea mara zote katika hiyo. Sasa rejea kila aya, itazame
kwa uthibitisho wewe mwenyewe. Kama ni sasa baadaye kidogo itazame neno Allah liko vile vile, hakuna dhamiri, kuonesha uzito wa jambo, lakini uzito wa mtu huyu ambaye katoa jambo hili ni mtu wa aina gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka leo imekuwa musajjala fil Qur'an al-Karim, amerekodiwa huyu kwenye Qur'ani, itasomwa kama kitasimama yumo anahusika katika aya. Kwa hiyo hii inathibitisha daraja yake. Kadhalika Waislamu tutakapokuwa sisi kama walivyokuwa wenzetu, na sisi hivyo hivyo tunapokuwa kweli serious kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, tumepanga tunaishi hivyo, tumtegemea hakuna mwingine. Hata haina maana tukosei, tunaweza kukosea kwa bila kujua, lakini tuko katika serious katika mazingira kama hayo. Hakuna dhiki ambayo sisi tuko nayo tukamrejea Allah kweli kweli Allah akashona kutatulia, bali si wenyewe toka bado tujakaa sawa, au bado Allah anataka tuendelee kwa hilo, kwa hekima ambayo kaweka yeye upande sisi. Kuna vitu tunataka tutengenezwe, kwa ili utengenezeke wewe lazima uendelee kuwa na mtihani ule. Mambo mengi utaweza kuyaona utakaa sawa, hiyo unakuwa kuna hekima, lakini hilo ndivyo hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo katika kuzungumzia kadhia hii, aya zikashuka kuja kuleta suluhisho la mtu wa aina hii. Nini ambacho yeye akifanye huyo bwana awe ni halali kwako? Kitu gani kifanyike? Aliambiwa fanya nini? Fatahriru raqaba, aache huru nani? Mtumwa. Aache huru mtumwa. Kuna kufunga miezi miwili mfululizo bila kufungua, lakini kuna kuacha huru mtumwa. Amwache huru mtumwa. Nini mantiki yake? Kwamba jamani, Uislamu hautaki nini? Hataki utumwa. Na sio hapa tu, kadhia nyingi mo. Viapo vipi, kafara yake mtu kama funga, ache huru mtumwa. Ache huru mtumwa. Uislamu hautaki utumwa, kwa sababu ni aina fulani ya udhalilishaji inayopatikana, alafu mtu hawi huru, na Allah ameumba watu wawe huru. Kuna visa vingi sana, kadhia nyingi sana ambazo zinahusu maswahaba katika wakati wao juu ya mazingira hawa watu kuwa watumwa na kuachwa kwa huru. Yaani jitihada kubwa imefanyika Uislamu. Uislamu kasumba kwamba umeleta utumwa. Si kweli, Uislamu umekuja kuondosha utumwa. Utumwa ulikuwepo kabla, lakini Uislamu umekuja kuondosha utumwa. Hauleta utumwa Uislamu. Kwa hivyo hata katika kadhia kama hii tunayosoma, mtu akiwa mtumwa hana ushuruti wa kufanya ibada ya hija. Sio Uislamu utamwambia mtu akahija afu unalazimisha utumwa, itakuwaje? Hapana. Kwa hiyo utumwa ukiwepo kwa mtu, hija si sharti, si lazima, amekosa sharti hilo. Lazima awe huru katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo anasema katika ibara yetu, lakin law hajja saha hajjuhu, huyo mtumwa kama tahiji tasija yake, in kana biidhni sayyidihi, ikiwa ni kwa idhini ya bwana wake. Wakad ajma ahlul ilmi, wamekubaliana wanachuoni ala anna al-mamluka idha hajja fi hali riqihi, kwamba yule mtumwa akihija katika hali ya utumwa wake, thumma u'tika, kisha akatoka huru, fa alayhi hijjatun al-islam, basi itamazimu tena ahiji hija nyingine kwa ajili ya Uislamu wake. Idha wajada ila dhalika sabila, ikiwa atapata hilo njia ya kufanya hivyo, basi afanye hivyo. Wala yajzi anhu ma hajja fi hali riqihi, haitokuwa imemtosheleza ile hija aliyofanya katika hali ya utumwa wake. Liqaulihi sallallahu fil hadith al-madhi dhikruhu wa ayyuma abdin hajja thumma utika fa alayhi hijjatun ukhra, mtumwa yote aliyehiji kisha akaachwa huru lazima hija nyingine. Sharti la 5, al-istitaa. Uwezo. Anasema liqaulihi ta'ala, tamko lake tukufu Allah aliposema, walillahi ala nasi hijjul baiti, ni wajibu kwa watu kwa ajili ya Allah, hijjul baiti, kufanya hija katika nyumba tukufu, man istata ilayhi sabila,
yote ambaye atakuwa na uwezo kwake njia iko wazi, ruhusa ipo. Madhali uwezo upo, basi wajibu wake ushamwandama. Ali Imran nambari 97, aya nambari 97 katika sura Ali Imran. Faghairul mustati'i, asiyekuwa na uwezo maliyan wa kifedha, bi an kana la yamliku zadan, kiasi ambacho hamiliki masurufu, yakfihi wa yakfi man yauluhu, yanamtosha yeye na katosheleza wale ambao yeye anawasimamia nyumbani kwao. Yani hana uchumi uliokuwa enough kwa maslahi yake yeye katika safari yake na kurudi, lakini pia na nyumbani pake anapoondoka. Si mtu akaondoka kweli kapata nauli kuna kule matumizi, lakini nyumbani kukavu, anawacha hawana chochote. Utimilifu ni yeye mwenyewe na nyumbani kwake. Au kana la yamliku rahila tuwasulu ila Makkah watarduhu, hamiliki kichombo au usafiri utakampeleka mpaka Makkah kisha ukamrejesha. Rahila kipando, wakati huo ilikuwa sana ni mfano kama wanyama ngamia na mfano kama huo, lakini leo rahila ya leo kwa sisi tunatumia zaidi ni ndege na mfano wake. Sasa kwenda kwa bahari mpaka kufika huko lakini tabu sana, lakini ndege inakuwa ni jambo rahisi zaidi. Au badania, au nguvu ya kimwili, bi an kana sheikhan kabira, ameshakuwa mtu mzima, au maridhan, au amekuwa mtu mgonjwa, wala yatamakkanu min arrukubi, hawezi tena kupanda, watahammul mashaqi safari, na hawezi tena kubeba yale matati au mashaka safari. Au kana tariqu ila alhaji ghairu amin, au yawezekana mali iko vizuri nyumbani mpaka yeye mwenyewe mwili wake uko vizuri, lakini sasa njia masdud, njia kufika huko imezuilika. Kama mfano mwaka juzi kuna watu walikuwa tayari Waislamu, akili wanazo, balighe, huru, uwezo wanao, kuondoka yeye kwenda na kurudi na nyumbani, lakini tatizo sasa ikiwa njia masdudu, kaambia jamani hija haiendeki, wahusika wanaomiliki eneo hilo katika mazingira hayo wamezuia kwa sababu ya hii na hii na hii. Kuna mazingira haya, kwa hiyo ni vigumu ku maintain mazingira watu kuja hapa tuwasababisha matatizo. Mungu anasema la tulku biaidikum ila tahluka, msijangamize, kuna hatari huko. Kwa hivyo wakaweka amri hakuna kwenda. Kwa hivyo mtu yule